Franki, dabi imetamatika, hakuna mbabe bila. Mtazamaji mchezo leo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tuliokuwa tumeyatabiria yametokea. Tukao tumekubali kuliko kupoteza mchezo, bora angalau upate hata draw, kwa sababu bado tunaendelea pale tulikoishia, kwa sababu shida yetu ni kwamba isitokee tu mtana akatufunga. Na hii nimewaambia tu baadhi ya mashabiki kwamba mechi tunaipeleka Zanzibar, lakini matokeo yanaweza kawa sare au tukashinda mchezo. Of course sisi tumefurahi kwa sababu bado tunaendelea kuongoza ligi, lakini kizuri zaidi ni kulinda ile heshima ya klabu. Haya yote ambao unaona analalamika mashabiki wa Simba anazungumza ni kwa sababu tayari walikuwa washanuia kwamba wao watapata ushindi. Huwezi kuifunga timu kubwa bila kujipanga. Mimi niwaambie tu hii imeisha, tujipange na mchezo mwingine. Hii ndio Yanga Afrika. Mmeridhika na sare ya leo? Kwa upande wangu mimi nimeridhika kwa sababu mchezo una matokeo matatu. Mojawapo ya matokeo yao na sare pia ipo. Mimi siwezi kudoubt. Sana ni kuwaomba Simba waendelee kuboresha kikosi chao ili waendelee kupambana na Yanga kwa sababu kikosi chao bado. Umezidiwa? Ni sehemu ya mchezo. Kuzidiwa ni sehemu ya mchezo. Kuzidiwa ni sehemu ya mchezo. Lakini kuzidiwa ni sehemu ya mchezo kwa sababu narudia tena, kuzidiwa ni sehemu ya mchezo. Kuzidiwa si wangeshinda? Yaani wangezidi maana yake wangeshinda. Hawajashinda, hii mechi ni kwa draw, maana yake kwamba tunarudi Dar es Salaam ambao wako Zanzibar wanabaki. Lakini yote kwa yote niwaambie Simba waendelee kutengeneza timu ili waendelee na ushindani dhidi ya Yanga. Sawa. Kuna muda hata mashabiki wa Simba walikuwa wanazungumza kwamba bora tuwafunge Yanga bila Pacome. Sasa lakini haijatokea. Narudia tena. Huyu Mary kazungumza, unashinda kuogopa nini? Mimi niwaambie tu kwamba Yanga ni bora kuliko Simba, na ndio maana kumfunga Simba mara 6 mfululizo hatukubahatisha, na ndio maana leo Simba kupata sare wameshangilia. Asante.